lakini tuangalie mambo ambayo maombi yanaweza kufanya. Mambo ambayo maombi yanaweza kufanya. Kuna mambo manane. Kuna mambo manane ambayo maombi yanaweza kufanya. Muda ukituruhusu tutaangalia yote, lakini muda usipoturuhusu basi tutaishia pale ambako Mungu atataka. Mambo ambayo maombi yanaweza kufanya. Mambo ambayo maombi yanaweza kufanya. Mambo ambayo maombi yanaweza kufanya. Jambo la kwanza, maombi yanaweza kubadilisha maisha ya mtu binafsi. Maombi yanaweza kubadilisha maisha ya mtu binafsi. Katika Nyakati wa Kwanza sura ya 4 mstari wa 9 mpaka 10 tunaona habari za mtu mmoja anaitwa Yebesi. Alikuwa mtu duni, ametoka kwenye familia duni, ametoka kwenye familia maskini, ametoka kwenye familia yenye huzuni, ametoka kwenye familia iliyojaa changamoto, mtu ambaye hawezi kusemwa katika jamii kwa sababu ni duni, kwa sababu ni maskini, kwa sababu ni ombaomba, kwa sababu hajiwezi. Lakini Yebesi alibadilika kutoka mtu wa huzuni na kuwa mtu wa baraka sana baada ya kumlingana Bwana kwa maombi. Mtu duni, mtu maskini, mtu aliyejaa changamoto, mtu aliyejaa huzuni, mtu asiyejulikana, mtu aliyedharauliwa na watu wote wa wakati huo, mtu aliyedharauliwa katika ukoo, katika jamaa yake, mtu aliyedharauliwa katika familia yake. Lakini alipomlingana Bwana kwa maombi, Yebesi akabadilishwa, akawa mtu mwingine, akawa mtu mwenye furaha, akawa mtu mwenye shangwe, akawa mtu mwenye jina, akawa mtu anayejulikana. Kwa hiyo maombi yanasaidia kubadilisha maisha ya mtu. Na ndivyo ilivyo asubuhi ya leo. Inawezekana uko hapa wewe ambaye una huzuni. Inawezekana uko hapa wewe ambaye umejaa changamoto. Inawezekana uko hapa leo ambaye umekataliwa. Inawezekana uko hapa leo ambayo ndugu zako, jamaa zako, mtaa wako wamekuona hufai. Kule kazini, bosi wako, wafanyakazi wenzako wamekuona hufai. Lakini kwa maombi yakifanyika vizuri yanabadilisha maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo la pili, maombi yanaweza kufanya nini?